Imagine yule mtu ambaye alikuwa na tabia ya wizi, udokozi. Now, he's a president. Yes, umenisikia vizuri. Yani this guy aliwahi kwenda kuiba kwa producer mkubwa sana Tanzania. Namzungumzia Master J. Do you know what happened? Ni nini ambacho kilitokea? And this guy amemanage vipi kuwa president kwa muda wote, kwa sababu eneo ambalo yeye analiongoza ameshawahi kujitokeza mtu akasema yeye ndo rais wa eneo hilo, lakini still this guy hajatoka kwenye uongozi. Do you know why? Guys, I'm so excited kukupeleka kwenye hii interview kwa sababu this legend here ambaye nimefanya naye interview ana mambo mengi sana ya kujifunza kutoka kwake na mengi sana ya kushangaa. So ladies and gentlemen, the person ambaye nimekuwa nikimzungumzia hapa ni the president of Manzese. Guys, can you make some noise for Madi? Yeah, today we have Madi here. Asante sana kwa kuwa kwenye channel yangu. Welcome here. Mimi naitwa Naipova on Instagram, natumia Naipova_. I'm a TV and radio presenter, in case you don't know. Make sure una like, una comment, una share, ili kila ndakapo post video kama hizi na nyingine basi upate kuziona. I don't need to talk much. So ladies and gentlemen, let me welcome President of Manzese, Madi. Karibu sana. Mambo. Pendeza sana. Oya. Wala bro. Karibu sana. Karibu. Hongera sana kwa mchango wako na kile ambacho unazidi kukifanya kwenye sanaa. Nashukuru. Okay, so without talking much, nataka tuanzie historia ya Madi. Yeah. Mpaka sasa hivi tunaimuona. Mpaka president wa Manzese. Yeah. Tuanzie pale ambapo baba yako alikuwa hataki ufanye muziki. Yeah. Ukaona mimi ngoja nitoroke, niachane na shule niende zangu South Africa. Yeah. Tupe hiyo story, ilikuwaje? Nafikiri kila mtu ana background yake, past kwa namna moja au nyingine inaweza kawa ndo hiyo ambayo inampa ujasiri wa kufanya vizuri siku za usoni. Okay. Inamuongezea nguvu na pia inaweza kawa ni elimu kwa watu wengine. Okay. So mimi kweli nilikataaga kuendelea na shule. Okay. Kwa sababu tu nilikuwa napenda sana muziki. Okay. Lakini cha ajabu babangu mimi mwenyewe yeye alikuwa ni mwanamuziki. So kwa nini alikuwa ananikataza kufanya muziki? Kwa sababu yeye hakuwahi kufanikiwa kwenye muziki. Okay. Yeye alikuwa ni mpiga gitaa wa Western Jazz Band, okay, Tabora Jazz Band. Kwa hiyo hakufanikiwa kwenye muziki. Kwa wakati mimi naonyesha dalili zangu za kuelekea kwenye music, alikuwa anaona najichosha tu. Akawa anataka niwekeze sana akili nguvu kama ambavyo amewekeza yeye akili nguvu kwenye elimu yangu. Kwa hiyo mimi nikawa natakiwa nielekeze hivyo vitu vyote huko, lakini nilikuwa naona sio sawa. Nikakimbilia South Africa. Okay. Yes, lakini kule nako sikufanikiwa. Unajua ulikuwa na miaka mingapi? I think kama 20-22 hivi. Oh. Kwa sikuona kama nitafanikiwa. Matatizo ambayo nilikuwa nakutana nayo kule, kushinda na njaa, kupata shida sehemu ya kulala. Okay. Mwenye nikaona nirudi nyumbani, na ni kweli nirudi nyumbani. Yeah. Vitu vingi vikafunguka. Okay. Mpaka hii leo tuko hapa. Yes. Yeah, you know, moja kati ya vitu ambavyo unajivunia sana ni elimu ya mtaa. Kwamba wewe umefundishwa sana na mtaa kuliko elimu ya shuleni. Ni nini ambacho unaweza kumwambia young man amekaa kule, young girl amekaa kule na kusikiliza kuhusiana na umuhimu wa elimu ya mtaa? Nafikiri hiko ndio kitu cha kwanza kabisa. Unajua watu wengi ambao wamepata nafasi kwenye ulimwengu mwisho wa siku wakaja kuwa watu maarufu ni wale ambao walipata elimu ya mitaani. Wamejifunza vingi mitaani, iwe kwa shida au kwa raha, lakini vile nafikiri ndo vinakuwa kama mwongozo wao kwenye maisha yao. Kwa hiyo mimi nilipata hiyo elimu huko kwa kufanya matukio yangu mimi mwenyewe, matukio ya rafiki zangu, okay, ambayo yamenifanya nijifunze, matukio ya kaka zangu ambayo yamejifanya nijifunze kupitia wao. Kwa hiyo sishangai nikiona mtu anafanikiwa
kwa kupitia elimu ya mtaa na sio elimu ya darasani. Nipo hapa sio kwa kuipinga elimu ya darasani. Okay. Elimu ya darasani the best kwa sababu wote ndo huwa tunahimizwa hiyo, lakini elimu ya mtaa huwa inawatokea watu wachache sana, na ni kwa bahati sana, kwa sababu kuna wengine wanaweza wasifanikiwe kuimaliza hiyo elimu ya mtaa, wakaishia jela au wakafa, kwa sababu kuna age fulani hivi 20-25 hapo kuna vitu vingi huwa vinatokea, uwe wa jinsia nyingine, uwe mwanamume. Kwa hiyo ukivuka hapo, hata mzazi anasema alhamdulillah, sasa mtoto amefikia nafasi ya kuachiwa aendelee au amekuwa. Kwa hiyo mara nyingi sana kuipata elimu ya mtaani bahati. Na wengi wanaoipata wakavuka nayo wakaja mpaka kwenye age yangu, basi huwa ni wazuri sana kwenye maamuzi, wazuri sana kufanikiwa pia. Wow. Hivi ni nini ambacho kilichochea ukawa mwizi? Kwa sababu historia yako inasema Madi alikuwa mwizi. Nakumbuka hadi ulimwibia Master J vyuma, mlienda kurekodi kaiba. Ule sio uizi, yani ule ni siji ni uite jina gani, ni upunguze ukali wa maneno, kwa sababu okay. Sema mwizi Usirembe please. Nikafika chini hapo nikakuta wazee wananisubiri afu ikawa shida. Okay. Ni udokozi tu wa kitoto. Kwa sababu kwa mfano kwa Master J pale, Master J alikuwa na vitu vyake vingi tu, makolokolo anayatupa, machuma manini siso. Sasa huku mtaani kwetu hivyo vitu ni deal. Okay. Kule Masaki hivyo vitu sio deal. Sasa sikumuomba, ndo tulioshindwa kumuomba. Okay. Kwa tukatumia namna ya kuviiba. Kwa hiyo ni udokozi tu, lakini hatujafikia tu kusema mpaka kuitwa wezi. Pili nilisikia story ile ya like polisi walikuja nyumbani kwenu kukamata, kumbe walikuwa wamefananisha jina la Madi. Kuna mshikaji wangu wakati tunakaa Manzese, mimi sasa hapo ndo naanza kuwa maarufu. Alikuwa ananipenda sana, kwa hiyo na yeye akawa anajiita Madi. Kwa sababu tu muda mwingi anakuwa na bang na mimi, tuna hang pamoja nini, na akawa anajiita Madi. Okay. Kwa hiyo siku hiyo bwana sijui kafanya matukio wapi, kwa sababu yeye ni kati ya wale vibaka. Kufanya matukio alikofanya huko, bwana nani kakupola, mimi nimepolwa na Madi. Unaona bwana. Kwa hiyo wazee na huyo mtu aliopola wote wakaja nyumbani kwetu. Okay. Kwa mimi naamshwa asubuhi, bwana unatakiwa polisi si nini, wazee wameshanitia pingu nini. Bahati nzuri yule ambaye alikuwa amefanyiwa lile tukio si alikuwepo. Kwa hiyo akaambiwa, bwana mtume wako tushamkamata, ndo huyu. Akapinga pale pale, sio huyu. Okay. Akasema ni nani sasa, huyu ndo Madi? Hapana, sio huyu, mwenyewe ana rasta. Yule mwanangu yeye alikuwa na rasta full black mbavu nene. Okay. Kwa ni vizuri akawa amenitambua mapema. Kwa hiyo basi pale, kwa sababu yeye kabisha sio huyu, mimi niliruhusiwa pale pale kuendelea kulala usingizi wangu, lakini sikuweza kulala. Hiyo ni disadvantage ya mtu kuitwa jini, kufananishwa na wewe. I mean personality mbili tofauti, jina moja. Ya jina. Nafikiri ni inatokea, sio kwangu tu, inatokea tu mara nyingi tu, sometimes hata kwenye kusafiri za kazuiliwa kwa sababu tu jana alipita mtu fulani hapa. Okay. Mbona leo unapita tena wewe? Lakini mwisho wa siku system huwa haidanganyi, au ukweli huwa uchelewi, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kawaida tu, ni makosa ya kibinadamu ambao mimi mwenyewe niliwaelewa polisi. Wao walijua Madini fulani na nakasem fulani. Lakini mwenyewe cha kushangaza yaani huyu kapola jana sijui kaiba afu kaja kulala kwake. Kwa hiyo naona bwana. Nikupongeze, wewe ni mmoja kati ya wasanii ambao enzi hizo ulifanikiwa ku make wimbo ambao ulikaa kwenye chart mwaka mmoja na miezi kadhaa, kazi yake Mola, which ni rekodi ilikuwa ni ngumu sana kuifikia. Ni nini ambacho kilisababisha wimbo wako ukae pale? Zamani sisi tulikuwa tunapata time ya kurekodi. Mfano ukaenda studio unapewa biti, unarudi nyumbani unafanya mazoezi mwezi mzima. Okay. Ukaenda tena pale studio, especially kwa P-Funk. Ukaenda tena pale studio, kama haujafanya vizuri unarudishwa tena. Kwa hiyo nisharudishwa kama mara 3 kuhusu ule wimbo wa kazi yake Mola. Na nafikiri hicho ni kati ya kigezo kilichochangia ule wimbo kuwa na ubora wa hali ya juu mpaka hii leo. Na ulikaa kweli kwenye chati kwa muda mrefu sana. Lakini kwangu mimi hiyo ilijirudia zaidi ya mara
mara 2. Baadaye tukaja nikafanya tena featuring na MB Dog, wimbo wa Latifa. Nao ulikaa kwenye chati mwaka mzima. Kwa hiyo unagundua kabisa kwamba zamani kulikuwa kuna utaratibu wa kurekodi. Sasa hivi mtu ndio unakaa hapa, sasa hivi unaandika, unaenda pale unarekodi, unautoa wimbo na unatoka, lakini baada ya wiki unakuwa haupo ule wimbo. Zamani sisi tulikuwa tunapewa hata mwaka kufanya mazoezi. Ukienda pale hujafanya vizuri unarudishwa. Nafikiri huo hicho ndo kitu ambacho kimesababisha au kinasababisha ngoma za zamani zinabakia kwenye ubora wake ule. Kuanzia mashairi mpaka beats yenyewe. Na speaking about Latifa, hukutakiwa kuwepo kwenye huo wimbo. What happened? Ukatokea. Nilitokea kwa sababu ambaye alitakiwa kuimba tulimfanyia majungu tu asitokee, unajua. Kwa hiyo nilitakiwa mimi kuenda tu kusimamia tu ile project ilimalizike, lakini mimi kwa sababu pia nilikuwa naupenda ule wimbo na ambaye alitakiwa aimbe ule wimbo alinikosea, kwa hiyo mimi nikasababisha asitokee kwenye ule wimbo ili nifanye mimi ule wimbo. Kwa hiyo ni wimbo mzuri kwa kweli. Mwanamuziki yoyote angependa kuwa kwenye sehemu ya ule wimbo. Kama ambavyo tunajivunia hii leo ile beat ambayo imepigwa na P-Funk. Hivyo. Na ulikuwa una enjoy kurekodi na producer gani kati ya P-Funk na Master J? Enzi hizo. Be honest. We're just talking. Uweze amini au wote uliwataja hao, mimi sikuwa nao karibu sana kama ambavyo nilikuwa karibu na producer mmoja alikuwa anaitwa Enrico, Soundcrafters, na nafikiri wanamuziki wengi huyo ndo ambaye amewatoa. And then huko kina P-Funk, Master J wanawasikia na wanawaita, au kina Jumanecha wote wametokea huko Temeke, kina Inspector wote wametokea huko, kina Chege wote wametokea huko. Sisi wote tumeanza kurekodi huko and then tunasikiwa huko na kina P-Funk. Kwa hiyo nilikuwa na enjoy na nakuwa free nikifanya kazi na Enrico, nakuwa comfortable kabisa, nakuwa free yani kumwambia chochote. Tulikuwa tunawaogopa sana kina P-Funk, kina Master J, kwa sababu namna ya userious wao unavyokuaga na wakiwa kwenye kazi zao. Kwenye kazi. Lakini kwenye hayo yote ni maisha, tukamuona P-Funk humo ndani. Na watu ndo enzi hizo P-Funk wa moto, watu wanamuogopa, anapiga watu wanasema hivyo. Lakini wewe ukampata. Ilikuwa rahisi kiasi gani? P-Funk alinipenda mimi toka nilipofanya kazi yake Mola. Alinipenda mimi, akawa ananishauri baadhi ya vitu, na kweli mara pili nilirudi kufanya wimbo wa Latifa ndo akanipenda zaidi. Ushaona bwana. Kwa hiyo haikuwa ngumu mimi kumwambia anisaidie kumpata mtu wa kuimba chorus kwenye ile yote maisha. Lakini haikuwa kwamba nimejua yeye ataimba. Nilikuwa najua ataimba mtu mwingine kabisa ambaye mimi nilimwambia, na alikuwa ni mwanamuziki wake ambaye ni Feruz. Nilimwambia nisaidie Feruz aimbe, akaniambia usijali. Nadhani alimtafuta Feruz kwa kipindi cha mara 2 mara 3, akamkosa, akaamua aimbe mwenyewe, then akanisikilizisha. Nikamwambia mbona hii poa bro. Poa basi tuitoe. Na nafikiri tukaitoa na ikaenda ikawa ngoma kubwa sana. Lakini sio kwamba ilikuwa ni dedication kwa Kajala, na wewe ulikuwa unamdedicate Mariam Pendo. Mliamua sasa guys. Aliupenda huo wimbo kwa sababu pia kipindi hiyo naye alikuwa kwenye hiyo situation. Kwa sababu pia kuna wimbo aliimba na Prince Dolly Sax. Kipindi hicho una mahadhi ya namna hiyo, message ya namna hiyo. Kwa hiyo hata alivyokutana na ule wimbo, nadhani pia feelings zake zikaelekea huko. Nadhani hata yeye hajawahi kuongelea popote hii kitu, lakini mimi naamini iko hivyo. Kwa hiyo mimi nilikwenda pale na feelings zangu, namlilia girlfriend wangu, nika flow navyo feel mimi, na yeye ndo akafanya kile ambacho amekifanya. Lakini mimi kwa sababu nilikuwepo studio na kipindi hiyo nilikuwa na hang naye sana, nilikuwa najua yupo kwenye situation gani. Marehemu Abdu Bonge ni kama ni mtu ambaye alikusababisha wewe ukaingia kwenye matatizo na wasanii wengi wa hip hop Tanzania. Sasa hivi mpaka sasa hivi kuna ambao bado wanaendelea kukujibu uliposema hip hop haiuzi, lakini ni kwa sababu alikuwa anakuambia maybe wewe upambani, labda aoni pesa kwa namna hiyo. Unaweza ukatuambia kwamba handle vipi that situation kwa kipindi kile? Uzuri mimi sitaki kuita kwamba lile lilikuwa ni tatizo, kwa sababu nilikuwa natamani message yangu ifike. Na nashukuru message yangu ilifika na ilikaa
kwenye lile eneo ambalo mimi nilitaka message ikae. Okay. Nilitaka ifike kwa watu ambao nilitaka ifike. Kwa hiyo sijawahi kuliweka kama lilikuwa tatizo. Ambacho nilichokuwa naamini mimi ninachokiongea ni ukweli ambao wengi sana wanaogopa kuusema kwa kuwaogopa hawa wanaosemwa, aina ya wale watu, kwa sababu ukiwaambia tu hip hop haiuzi, wanakumaindi kwa sababu wao wanaamini nauza, lakini uhalisia wao wanaujua wakibaki peke yao nyumbani. Unajua kuna time mtu unazurura na washikaji zako, mnapeana hope, mambo mengi nini, lakini kuna time unarudi unabaki nyumbani peke yako. Sasa umelala hivi unaangalia dari, ndio unaanza kuliko matatizo yako, maisha yako, siku ya leo imeendaje, unagundua mbona ule madii kama akasema ukweli, lakini huwezi kutoka hadharani kukubali kwa sababu unaona wanao watakumind. Kitu ambacho labda mimi mpaka leo nitaamini niliwakosea ni kuwaambia wao wakauze pipi. Ningetafuta aina ya neno ambalo sio kali ningeliweka pale, nadhani message isingekuwa na matatizo yoyote. Kwa sababu ukimwambia mtu akauze pipi, aache biashara yake, akauze pipi ni biashara ndogo sana, kwa hiyo anaona umemdharau kwa kiasi kikubwa sana, na nafikiri hiyo ndo ambayo ilileta shida. Nilikuwa napigiwa simu, kuna siku moja nilikuwa nimekaa maskani nikapigiwa simu na Chidi Benzi. Hapo sio mshikaji wangu. Okay. Wewe kwa nini umeimba hiyo? Wewe nani? Nini ananitishia, unajua nini? Sasa bahati nzuri mimi kipindi kile nilikuwa niko karibu sana na Marehemu Abdul Bonge. Kwa hiyo simu zote zinazoingiza vitisho huwa naziweka load. Kwa hiyo bosi anasikia. Bosi akachukua simu, kwa nini huyu nani? Ananiambia yupo kwa P-Funk, mwanamuziki huyu. Niko pagetini hapo Bamaga njoo. Sasa majani nani Marehemu Abdul Bonge kaniambia twenzetu. Okay. Kaambia tunakuja. Kwa hiyo kweli Bonge kawasha gari, tumeenda pale hamna mtu wala nini. Kwa hiyo walikuwa wananitisha tu, ni watu wengi kipindi hicho. Okay, nakumbuka mtu aliyetambulisha ule wimbo alikuwa Adamu Mchongo. Na kuna baadhi ya washikaji zako walikuwa wanamtumia message. Ni mshikaji gani ambao uliona message yake inawezekana hujawahi kumchana, ile mwambia isee wewe ulinisnitch? Bwana, sina hakika, lakini ni mmoja kati ya wanamuziki wa Nako Tunako Soldier. Sijajua ni Loud yule au Bu au Ibra, lakini message ilitoka huko. Adamu mimi akanambia wana hapa wanatukana kinoma, niachana na huo wimbo, si nikamwambia kina nani, ndo akanambia hapa nikaachana nao tu. Mimi uzuri ni kwamba nilikuwa nimeshaamua ninachokifanya nimeshakifanya na kimeshaenda, kwa sina sababu ya kuhofia mtu yoyote au kitu chochote. Lakini kuhusu hivyo vitisho vilikuwa vinapitiliza kiasi kwamba kuna mkoa nilikuwa nimezuiliwa kabisa kwenda, yani unatangaza show lakini watu wanasema ukija huku I guess Arusha hiyo. Wala sio Arusha, ni Mbeya sasa. Mbeya. Okay. Now umekuja na project miaka 30 ya Bongo Flava. Ni kitu kizuri ambacho unakwenda kukifanya. Na nimeshaziangalia interview zako nyingi, umeshazungumzia vitu vingi sana kuhusiana na hiyo miaka 30 ya Bongo Flava, nini ambacho kilifanyika. Lakini cha kushangaza kwenye hii miaka 30 ya Bongo Flava, kwenye alama ya madii ambayo shai kuiweka, kwenye uraisi, pita tip top, Mazese Music yote, hujawahi kumiliki tuzo yoyote ya kwenye muziki. Hii unaizungumziaje? Sasa hiyo nafikiri sio mimi, kwa sababu labda sijaonekana kama na deserve, kwa sababu walioonekana wamepata na ambao hatujapewa, sio kwamba niko peke yangu. Kwa hiyo nitakuwa mnafiki sana nikitoka hadharani kwa nini mimi sijapewa tuzo. Wataibuka watu wengi tu ambao hawajapewa tuzo, na inawezekana hao wenzangu wako na uwezo au wako na nafasi kubwa kuliko mimi. Nitaulizwa mbona Dully Sykes hajachukua tuzo? Watashangaa mbona Mr Blue, mbona Juma Nature hajachukua tuzo? Kwa hiyo nafikiri haikuwa kwenye nafasi yangu mimi kupata au kufanikisha hivyo, kwa sababu hata hao ambao walipata wengine unaona kabisa mbona yule ako deserve kupata tuzo. Ukimfananisha yeye labda na mimi, unagundua kabisa kwamba kuna vitu labda vilikuwa vinaendelea nyuma ya pazia, sisi ambao tulikuwa tuvifahamu ndo hatukuwahi kufanikiwa kuvipata. Ambao wamevipata ndo hivyo, imekuwa bahati yao, lakini sio kitu kibaya kukosa tuzo. Kizuri ambacho nafahamu mimi, ngoma
ngoma zangu zilikuwa ziko kwenye ubora, ziko nzuri, zinapendwa, kwa sababu mwisho wa siku kwenye tour zao ambazo zilikuwa zinapeleka wale walioshinda tuzo, wanarudi tena wanatuchukua sisi ambao hatujapewa tuzo, tunashiriki kwenye matamasha yao ya tuzo. Yeah, one thing nakipenda kutokea kwenu Tip Top Connection ni kwamba mlikuwa mnafanya kazi kwa family. Sijui kusikia kwamba mna mikataba, sijui mmesainishana. Yeah, so Manzes Music ambao hapo wakina Dogo Janja na Maarifa, vipi mmeandikishana au ni love? Ninachopenda huko na details nyingi sana, na nafikiri watangazaji wenzako wa age kama yako wanatakiwa wakugezee, waige mtindo ambao unaofanya wewe. Nadhani ukiambiwa unafanya kazi na fulani, unatafuta details zake. Unaona hivyo vitu unavyojaribu kuniuliza, mimi si vikutagi. Mtu anakuuliza tu muziki umeanza lini? Hivi leo unaniuliza mimi muziki nimeanza lini? Wakati nimeshaongea hivyo vitu siku kibao. Kwa hiyo napenda haya maswali yako. Kifupi ni kweli, Abdu Bonge hakuwahi kuwa na mkataba na mwanamuziki yoyote yule wa Bongo Flava. Ndio maana mtu akitoka hadharani akisema sio Abdu Bonge kanizulumu, Abdu Bonge kakuzulumu vipi? Hajakuwa na mkataba na wewe, amekudhulumuje? Kwa unagundua kabisa kwamba ni uongo ambao mtu anatafuta tu kujielezea. So hiyo ndo nimeadapt mimi. Sijawahi kuwa na mkataba na Abdul, yani Dogo Janja. Sijawahi kuwa na mkataba na Maarifa. Wao wote tunafanya for love. Abdu Bonge alikuwa na sera yake, anasema anapenda kuwafikisha watu kule kwenye ndoto zao wanazoziota. Hiyo ndo nimeondoka nayo mimi. Napenda kumfikisha mtu kwenye ndoto yake anayoiota, ili siku moja kikaa hapa na wewe kwenye sisi kitaa aseme kwamba bwana mimi kwenye maisha yangu ya muziki kuna mtu fulani alikuwa anaitwa Madi, akikumention jina ile peke yake inaleta maana kwamba wewe umemsaidia mtu. So hiyo ndo kitu ambayo yeye alikuwa anapendwa alipwe, na mimi ndo kitu ambacho nilikuwa napendwa nilipwe. Lakini kama imeingia hela na iona hii milioni, nitakwambia na mimi nataka hiyo hela, kwa hiyo tutagawana. Isipoingia mimi nitatoa zangu, tutafanya kazi yako, itaenda. Hapa nataka nimuombe director dakika kama 5 tu, hizi 57 aniongezee 3 nyingine mbele nimalizie. Speaking about kufanya kazi na watu, Made, umekuwa ukifanya kazi na watu kwa kuangalia labda wanakaa kwako mwaka mzima ndo watoe. Why unatumia hiyo njia? Wewe naoma sana. Ni kweli, kwa sababu mimi kama nilivyokuambia tunafanya kazi na watu, mimi huwa nashirikisha familia yangu. Sasa kama nashirikisha familia yangu kukaa na wewe, kutoa kitu changu kuliko kumpa ndugu yangu akafanya biashara nyingine nini, lazima nijue tabia yako, nijue uwezo wako wa kuchanganua mambo. Je, ni kweli ni mtoto wa kuweza kumechi na familia yangu? Kwa sababu usije ukaleta vitu vyako vya Arusha ukaja kwa viadapt pale ndani ukanitengenezea watu wawili tofauti na familia yangu. Kwa hiyo huwa najaribu kukaa nao kwa muda mrefu sana, kwanza kumpima imani, kumpima subira na kumwangalia nidhamu yake. Hao watu wote na wataja hao tumekaa nao muda mrefu sana. Rayvanny mpaka kuna siku aliaga anataka kuondoka usiku hiyo, anataka kuondoka, na kweli Babu Tale kwa hasira akamwambia ondoka, sawa. Lakini lengo lilikuwa ni kumpima imani, subira yake ikoje. Au kina Dogo Janja wote tumekaa nao nyumbani kwangu ili mradi kuangalia. Lakini hao wote ni watoto ambao mwisho wa siku tuliwalea katika mazingira mazuri. Walipata elimu pia kupitia pale pale kwetu. Kwa unagundua kabisa kwamba ukitaka kukaa na mtu kumfanya awe ndugu, basi jaribu kukaa naye kwa kipindi kirefu ili adapt tabia zako. And speaking about Dogo Janja, alijaribu kugombea udiwani. We believe mbeleni anaweza akafanya vitu vikubwa zaidi. Achana na hiyo, kuna interview tuliiona juzi. So hapa nahitaji uzungumzie as the father. Irene Uwoya alikataa mbele ya watu kwamba sikufunga ndoa na Dogo Janja, haikuwa harusi. So we have you here. We are the father. Tueleze situation ilikuwaje? Nishajaribu kuiongelea hiyo situation. Unajua wale ni watu wazima. Sasa hivi kila mmoja yupo kwenye mahusiano yake mengine. Naogopa sana kuwa mchonganishi, kusema kwamba ilikuwa hivi, lakini tu nikuhakikishie I'm a Muslim. Nafahamu sheria za Muslim, na kwenye ile shughuli ukiangalia picha vizuri utamkuta mzee wangu alishiriki,
nice. Kwa hiyo tusijaribu tena kuwarudisha hawa watu kwenye mitikasi ya story kama hizi. Okay. Tunaweza tukawasababishia matatizo kwenye nyumba zao mpya, lakini ninachoamini wale ni watu wazima. Itafika time, kuna siku mmoja atakuja atasema bwana mimi nilidanganya, ilikuwa hivi bwana, yani watakuja watasema wenyewe, lakini sisi tusiwaongelee sana. Okay. Ili kuepusha mengine makubwa yani. Okay, so best moment yako ever kwenye muziki ni ipi? Ni kufanya show Bujumbura, Burundi. Kuna club moja inaitwa, so club tuseme bichi, inaitwa Saga Plage. Okay. Namna ambavyo tulisafiri, tulivyopokelewa kipindi hiyo, Buja ina matatizo. Kwa hiyo ule ulinzi ambao tulikuwa tunapewa, utazania kaja Obama vile. Okay. So namna ambavyo hoteli yetu ilikuwa inalindwa, ambao tuliishi, nilikuwa mimi, Mbidogi, Marema Abdubonge, Babutale, yani namna ambavyo tulikuwa tunalindwa kama vile kaja mtu fulani. So ile moment ilikuwa ni kubwa kwenye show, ilikuwa ni normal. Ile bichi kama koko ilivyo, ilijaa sana. Okay. Tulivorudi tu Mbidogi akatoa wimbo unaitwa Saga Plage. Wow. Yeah, sawa. Okay, sawa. Kwa kumalizia, natamani uniambie like moment ambayo ilikuumiza sana kwenye muziki ambao huwezi kuisahau, bado ina alama kwenye maisha yako. Siko nyingi. Nilivyompoteza marehemu Abdubonge. Okay. Kumpoteza mtu ambaye umemzoea, mtu ambaye ndo unajua ndo supporter number 1 kwenye kazi yako. Hata wewe hapo leo ukipokea simu hapo bosi wako yote amefariki, kuna shock itatokea. So mimi ndo nilikumbwa na hiyo shock, na nakumbuka tulikuwa tuko kwenye show Zanzibar. Niko mimi, Chege, Temba, sina nani wengine, tunapokea hiyo taarifa kwamba Abdubonge amefariki. Ndio ilikuwa muda wangu mimi wa kupanda kwenye jukwaa. Sikupanda jukwani, watu wanafanya fujo mpaka kesho, watu ndo wamepewa taarifa kwamba bwana yule hajapanda kwa sababu ya hiki na hiki na hiki. Ilikuwa ni usiku, nikawa nalilia kuondoka kule Zanzibar usiku huo kurudi Dar es Salaam. Tutaondokaje? Hakuna usafiri wa usiku, inabidi tulale. Lakini asubuhi tulifanikiwa kuondoka na kurudi Dar es Salaam na kuhakikisha kwamba kweli marehemu Abdubonge hayupo tena. Hiyo ndo moment mbaya ambayo imewahi kunitokea kwenye maisha yangu ya muziki.